Waangalizi wa uchaguzi wa ndani na wa kimataifa wametakiwa kuzingatia sheria za nchi wakati wote wa utekelezaji wa majukumu yao ili kuepuka kuingilia mchakato wa uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba 29, 2025. Maelekezo hayo yametolewa Oktoba 17, 2025 na mjumbe wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, Jaji wa Mahakama Kuu Mheshimiwa Asina Omar, kwa niaba ya mwenyekiti wa tume wakati akifungua kikao cha tume na waangalizi hao mkoani Dodoma kwa lengo la kuwapa maelekezo, taarifa muhimu na miongozo kuhusu namna ya kutekeleza majukumu yao ya uangalizi wa uchaguzi. Katika hotuba hiyo ya ufunguzi, Mheshimiwa Jaji Asina amewakumbusha waangalizi hao waliokutanishwa kwa kikao cha siku moja kutekeleza majukumu yao kwa uadilifu, uhuru na kutokuwa na upendeleo, huku wakizingatia sheria za nchi na mwongozo wa waangalizi wa uchaguzi wa mwaka 2025. Leo tarehe 17 mwezi wa 10 2025, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imefanya mkutano wa kutoa taarifa kwa waangalizi wa uchaguzi wa ndani na wa nje. Kama ambavyo mnafahamu, tume imetoa vibali kwa ajili ya waangalizi wa kimataifa. Tuna waangalizi kutoka asasi na taasisi 12 za kimataifa, lakini pia tunazo taasisi za kikanda kwa maana ya Umoja wa Nchi za Afrika Mashariki na taasisi nyinginezo za kikanda, lakini pia tuna waangalizi wa ndani ambao ni taasisi na asasi mbalimbali. Kwa leo tume imekutana nazo kuwapa taarifa ya maandalizi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Katika taarifa hiyo tumewaeleza ya kwamba tumeshaboresha daftari na daftari lilishachapishwa na majimbo yalishagawanywa, na kwamba kuna majimbo mapya lakini pia kuna majimbo ambayo yamebadilishwa majina, na vifaa vya uchaguzi pia tumeeleza kwa kiwango gani viko tayari au maandalizi yetu mpaka sasa, kwa maana ya kwamba tulishaanza kusambaza vifaa na tuko kwenye mchakato ambako imebaki kidogo tumalize kusambaza vifaa vya uchaguzi katika maeneo yetu mbalimbali. Lakini pamoja na maandalizi hayo ambayo tumeyafanya, tumewafahamisha kwamba kuna sheria. Uchaguzi ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania unafanyika kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano, sheria za uchaguzi, kanuni pamoja na miongozo na maelekezo mbalimbali yanayotolewa na tume. Kwa hiyo kwa kufuatana na hayo yote tumewaambia pia ni yepi hawapaswi kufanya na yepi wanapaswa kufanya. Tumekuwa na wenzetu kutoka Jeshi la Polisi ambao wamewapa briefing ya usalama na taratibu gani zinatakiwa zifuatwe kwa ajili ya usalama wao katika kipindi chote hiki. Lakini pia wenzetu kutoka Wizara ya Afya, mwakilishi kutoka Wizara ya Afya amewapa briefing ya taratibu za kiafya ambazo zinatakiwa kufuatwa. Katika kikao hicho, mada 3 zimewasilishwa, ikiwa ni pamoja na mada ya maandalizi ya uchaguzi iliyowasilishwa na Kaimu Mkurugenzi wa Uchaguzi ndugu Cyprian Mbugano, mada ya masuala ya usalama iliyowasilishwa na mwakilishi kutoka Jeshi la Polisi Tanzania, na mada kuhusu masuala ya afya iliyowasilishwa na mwakilishi kutoka Wizara ya Afya. Baadhi ya wadau wa uchaguzi kwenye kikao hicho wamepata nafasi ya kuzungumzia umuhimu wa kikao hicho kuhusu uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Na tunashukuru kwa siku yetu ya leo hii, tumekuja hapa na tumepata vitu vingi kujifunza kwenye eneo la uangalizi wa uchaguzi. Tumepata kuona kupitia Kaimu Mkurugenzi wa Uchaguzi kuona yale ambayo tunatakiwa kufanya kama waangalizi wa uchaguzi, lakini pia kupitia Jeshi la Polisi tumepata kuona yale mambo yote ya kiusalama zaidi, do's and don't, kwa ajili ya mambo ya kuzingatia kwenye uangalizi wa uchaguzi. Lakini pia kupitia Wizara ya Afya tumepata kuona kwa namna gani tunaweza kujikinga na maradhi ya kuambukiza kwenye kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu wa 2025. Mambo ambayo nimeona ni mazuri, kwanza kabisa nimeona masuala ya ulinzi utakuwa mzuri kipindi tunapoelekea msimu wa uchaguzi. Jeshi la Polisi limejipanga, kwa kweli limejipanga vizuri kwa kuweka usalama kwa wananchi wetu.
Lakini jambo jingine ni masuala ya mazingira. Mazingira nayo yamewekwa, tumeambiwa kwamba tuwe makini pindi tunapokuwa katika mkusanyiko wa watu, tuhakikishe kuwa salama katika mazingira ya usafi, kunawa mikono, kushikana ovyo. Lakini jambo jingine na imani, swala la uchaguzi itaenda vizuri. Kuanzia hivi tulipotoka mwanzo tunaona kabisa masuala ya kampeni yanaenda safi, hamna lolote lilotokea, na hata sasa tunaamini ifikapo Oktoba 29 swala itakuwa vizuri sana. Waangalizi hao wamekabidhiwa nyaraka mbalimbali zitakazowasaidia kuzitumia wakati wote wa utekelezaji wa majukumu yao. Kauli mbiu ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 inasema, kura yako haki yako, jitokeze kupiga kura. Mimi ni Shafiru Makosa wa Uchaguzi TV.